Baada ya mauaji ya kikatili yaliyofanyika mwaka jana kwenye uchaguzi mkuu, sasa Umoja wa Mataifa umembatiza Samia Suluhu. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Tukio lililotangazwa kwa shangwe kubwa katika mkutano wa hadhara wilayani Ikungi, Singida, lilikuwa na uzito unaozidi maneno yanayotamkwa jukwani. Kauli kwamba Umoja wa Ulaya umeiondoa Tanzania kwenye orodha ya nchi zenye hatari au vizuizi vya kifedha iliwasilishwa kwa ushahidi wa wazi kwamba taifa sasa linaaminiwa kimataifa na kwamba uongozi uliopo umeirejesha nchi katika mikono salama. Hata hivyo, nyuma ya pazia la shangwe, taarifa hii imefungua mjadala mzito kuhusu tofauti kati ya kuondolewa kwenye orodha ya kiufundi na kifedha na hali halisi ya demokrasia, haki za binadamu na uwajibikaji wa kisiasa ndani ya Tanzania. Kauli hiyo ilitolewa na katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM Kenani Kihongosi katika mazingira ya kisiasa ambayo bado yanabeba kumbukumbu nzito za miaka ya karibuni. Ujumbe uliotolewa uliweka msitizo mkubwa kwenye dhana ya kuaminiwa kimataifa, kuimarika kwa mifumo ya udhibiti na kufunguliwa kwa milango ya uwekezaji wa kimataifa. Kwa wasikilizaji wa mkutano huo, simulizi hili liliwasilishwa kama hitimisho la safari ndefu ya marekebisho ya ushahidi wa uongozi dhidi ya waliodaiwa kuchafua taswira ya taifa. Hata hivyo, katika muktadha mpana wa sera za Umoja wa Ulaya na taasisi za kimataifa haswa za fedha, kuondolewa kwenye orodha kama hiyo mara nyingi huhusishwa zaidi na tathmini za kiufundi kuhusu mifumo ya fedha, udhibiti wa utakatishaji fedha na ushirikiano wa kisheria kuliko tathmini ya kina ya mazingira ya kisiasa au hali ya haki za binadamu. Hili ndilo eneo ambalo simulizi ya kisiasa ya ushindi huanza kugongana na uhalisia mgumu wa ndani ya nchi. Kwa Tanzania, kuwekwa au kuondolewa kwenye orodha za hatari za kifedha kumewahi kuhusishwa na mapendekezo ya taasisi za kimataifa kuhusu udhaifu wa mifumo ya ufuatiliaji wa fedha, uwazi wa taasisi na utekelezaji wa sheria. Serikali zilizopita na sasa zimekuwa zikiahidi maboresho katika maeneo haya, lakini ahadi hizo zimekuwa zikifanyika sambamba na kuimarika kwa udhibiti wa kisiasa, kupungua kwa uhuru wa mikusanyiko na matumizi mapana ya sheria dhidi ya wapinzani na wanaharakati. Kauli ya kiongozi ilisisitiza kwamba kuondolewa kwa Tanzania kwenye orodha hiyo ni matokeo ya kazi kubwa ya serikali katika kuimarisha utawala bora na usimamizi wa sheria za kifedha. Lakini neno utawala bora linabeba maana pana zaidi ya taratibu za kifedha pekee. Linahusisha uwajibikaji wa viongozi, uhuru wa taasisi, haki na wananchi kushiriki kikamilifu katika siasa na mazingira salama ya kujieleza. Na katika maeneo haya, Tanzania imekuwa ikikumbwa na lawama za muda mrefu kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu, vyombo vya habari vya kimataifa na vilevile hata baadhi ya wahisani wa maendeleo. Uchaguzi wa mwaka 2020 unabaki kuwa doa lisilofutika, haswa kiraisi katika simulizi ya kuaminiwa kimataifa na ripoti ya kukandamizwa kwa upinzani, zuio la waangalizi na vifo vilivyoripotia hata asasi Zanzibar bado zipo katika kumbukumbu za jumuiya ya kimataifa. Ingawa serikali imekuwa ikijaribu kujenga taswira mpya ya maridhiano na mageuzi taratibu, hakuna uwajibikaji wa wazi uliowahi kuchukuliwa kuhusu matukio hayo, na vilevile kuondolewa kwenye orodha ya kifedha ya Umoja wa Ulaya hakufuti maswali hayo, bali kunayaweka pembeni kwa muda tu. Na katika hotuba hiyo pia kulikuwa na lawama kwa watu wa vikundi vinavyodaiwa kuichafua Tanzania kimataifa kwa maslahi binafsi. Lugha hii imekuwa ikijirudia katika hotuba nyingi za viongozi wa CCM, ikitengeneza mgawanyiko kati ya wanaoonekana kama wazalendo na wale wanaotajwa kama wasaliti wa taifa. Katika historia ya siasa za Tanzania, lugha ya aina hii imewahi kutumika kuhalalisha kukandamizwa kwa sauti mbadala na kwa madai kwamba zinahatarisha amani na taswira ya nchi.
Hoja ya kulinda amani imekuwa muhimili mkuu wa uhalalishaji wa sera nyingi za udhibiti, na tangu enzi za chama kimoja, amani imewasilishwa kama thamani ya juu kuliko haki ya kuhoji. Na katika mfumo wa vyama vingi, hoja hiyo imeendelea kutumiwa, sasa ikiongezewa msitizo wa hatari za mgawanyiko wa kidini, kikabila au kikanda. Onyo lilotolewa dhidi ya mbegu za ubaguzi linagusa historia nyeti ya bara la Afrika, lakini pia linafungua nafasi ya matumizi mabaya ya sheria dhidi ya wale wanaokosoa uongozi wa madai ya kulinda umoja wa kitaifa. Kwa wawekezaji wa kimataifa, kuondolewa kwa Tanzania kwenye orodha ya hatari kunaweza kweli kupunguza gharama ya kifedha na kuongeza urahisi wa miamala. Lakini wawekezaji hawa hawaangalii tu vigezo vya kifedha, wanatazama pia utulivu wa kisera, uhakika wa mikataba, uhuru wa mahakama na uwezo wa vyombo vya habari kufichua ubadhirifu bila hofu. Na katika miaka ya karibuni kumekuwa na migogoro ya mikataba ya madini, malalamiko ya wawekezaji kuhusu mabadiliko ya ghafla ya sera, na kesi zilizochukua muda mrefu bila suluhu ya wazi. Haya yote yanaathiri dhana ya kuaminiwa kwa upana zaidi. Ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Tanzania imekuwa ikijitambulisha kama nguzo ya utulivu. Hata hivyo, nchi jirani zimekuwa zikishuhudia mijadala mikali kuhusu mageuzi ya kisiasa, uwazi wa uchaguzi na nafasi ya upinzani. Katika muktadha huo, simulizi la kuaminiwa kimataifa linaweza kuonekana kama jaribio la kutofautisha, lakini pia linaweza kufasiriwa kama kuficha changamoto za ndani chini ya mafanikio ya kiutawala ya nje. Kwa wananchi wa kawaida, kauli ya kwamba taifa liko mikononi salama inapingana na uzoefu wa kila siku wa gharama ya maisha, ajira zisizo na uhakika na hofu ya kuzungumza wazi masuala ya kisiasa. Uchumi wa mwananchi mmoja uliotajwa kama utafaidika na kuondolewa kwa vikwazo haupimwi kwa idadi ya taarifa za kimataifa, bali kwa uwezo wa mtu kulipa ada, kupata huduma za afya na kuishi bila uoga wa mamlaka. Hapa ndipo pengo kati ya hotuba za jukwani na uhalisia wa mtaani linapojitokeza kwa uwazi. Na katika historia ya Tanzania, kila awamu imekuwa na simulizi yake ya ushahidi wa uhalali. Awamu ya sasa inajaribu kujijenga kama daraja kati ya udhibiti mkali wa nyuma na matumaini ya kufunguka zaidi. Lakini daraja hilo linabaki kuwa tete ikiwa halitawekewa msingi wa uwajibikaji wa kweli. Na kuondolewa kwenye orodha ya Umoja wa Ulaya ni tukio la kiutawala linaloweza kusherehekewa, lakini halipaswi kutumiwa kama cheti cha usafi wa jumla wa uongozi. Na kwa vyombo vya habari na asasi za kiraia, changamoto ni kutenganisha taarifa za kiufundi na propaganda za kisiasa. Wajibu wao ni kuuliza, kuchambua na kuweka muktadha bila kuogopa lawama na kuchafua taswira ya taifa. Na historia inaonyesha kuwa nchi zinazokuwa kweli ni zile zinazoruhusu ukosoaji wa ndani kabla ya sifa za nje. Mwisho wa simulizi hili unabaki kuwa mzito, kwamba kama taifa litaridhika na kuondolewa kwenye orodha moja ya kifedha na kulichukulia kama ushahidi wa uhalali wa kila kitu, basi hatari ya kurudia makosa ya zamani itabaki. Umuhimu ama vilevile ukimya, hofu na kujifariji kwa sifa za nje vinaweza kuua polepole misingi ya uwajibikaji wa ndani. Mustakabali wa Tanzania hautaamuliwa Brussels wala katika mikutano ya hadhara ya chama, bali katika uwezo wa wananchi wake kudai haki, uwazi na uongozi unaowajibika. Heshima ya kweli ya taifa haitokani na orodha iliyofutwa, bali kwa historia inayokubali kukosolewa na kubadilishwa kabla haijawa mzigo kwa vizazi vijavyo. Ni hayo tuliyokuandalia siku hii ya leo. Hadi wakati mwingine, zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.